Pondeka. Ndio waliosema wataferi wameona tumeweza, waliosema watakwama wameona tumejikwamua. Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza. Waliosema biashara yako inakufa wanaona biashara yako inasonga mbele. Waliosema watoto wako hawasomi wanaona watoto wako wanasoma. Walioona ndoa yako inakufa wameiona inaendelea. Wamesema hutastawi, wameona ukistawi. Wamesema hutaendelea kwenye huduma, Bwana amekuwezesha. Haleluya. Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza. Ametutetea sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Ametutetea sana. Waliodhania hatushindi wameona tunashinda. Ninakwambia hivi, mwaka 2025 ni mwaka wako wa kutoboa. Waliosema biashara yako inakufa watakuona inastawi. Katika jina la Yesu nakuombea mema yote mwaka huu. Bwana kuangazie nuru za uso wake. Bwana aziachilie baraka kwenye marango yako, ukastawi sana. Biashara yako istawi sana. Biashara yako isonge mbele. Ndoa yako iendelee. Watoto wako wasome. Tumbo lako libebe mimba. Kila kitu kilichokufa kwenye maisha yako kikafufuliwe upya. Maana Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza. Haleluya, haleluya. Pakwa mafuta wa Bwana. Karibu sana madhabahuni hapa uweze kuliachilia neno la Bwana kwa ajili ya watu walio na njaa na kiu mahali hapa. Wanahitaji kuona wakishibishwa na Roho Mtakatifu jioni ya leo. Ribo sakandarabasha. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu, tunakutukuza. Tuseme nini kwako Bwana? Tunaushangaa ukuu wako, neema yako kwa jinsi inavyotubeba siku kwa siku. Walitengeneza mabaya lakini Bwana ukatusaidia. Tumeinuka Bwana. Kelele za watu wako, shangwe na ndelea, na vifijo na melozi na kurukaruka kwao Baba vikafanyike ukumbusho katika ufalme wako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu, wote tuseme amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Unaweza ukakaa kwa utukufu wa Bwana, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. Nikusalimie tena kwa mara nyingine. Tumekuwa hapa asubuhi na Mungu ametusaidia tukapata kuomba. Wangapi asubuhi mlikuweko? Ambao mlikuwepo asubuhi karibiani wote. Ni wangapi asubuhi hamkuwepo? Ndio kwanza umekuja. Nyosha mkono nione namna ya kuanza. Naposema hivyo nataka nijue nianzie wapi. Maana nikianzia juu inawezekana usielewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa uaminifu wenu, kwa jinsi ambavyo mmekuja asubuhi na hata sasa bado mpo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Samahani baba, hebu niombe hao watoto wasaidiwe tafadhali. Naomba basi walimu au mashemasi mkae karibu na hao watoto kwa ajili ya kuwasaidia. Wengine wamekuja wenyewe tu, wazazi wao hawapo. Naomba mkae nao karibu. Asante sana. Asante baba. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante mchungaji, tupo mwongozo. Sijafahamu kama kuna kitu asubuhi ulipokea. Wangapi asubuhi ulipata kitu fulani ambacho kimejaa uzito wa kutosha? Wangapi mlipokea kitu asubuhi kwenye maombi asubuhi na ibada asubuhi? Ukasema kuna kitu nikipokea. Kipa mkono juu namna hii kama mimi, kama umepokea hicho kitu. Kama umepokea mkono juu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nimekwambia tangu ile siku ya Jumatano nilikuwa najenga msingi wa somo. Kwa somo rasmi tumeanza leo. Na tukaanza kumomba Mungu na Mungu akagusa watu. Ule upako na ile nguvu na ile neema na utukufu wa Mungu ninausikia unatembea mpaka sasa. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna watu katikati ya mahubiri mtaanza kufunguliwa katika jina la Yesu. Na kama Mungu anagusa popote kwenye maisha yako, usijizuie. Wacha Mungu akuhudumie. Bwana asifiwe sana. Amina. Maana tumekuwa tukishughulika na kuangusha madhabahu na madhabahu zimeanguka. Tulikuwa asubuhi tumeona, lakini bado ile neema iko na Mungu atakwenda kutuhudumia katika jina la Yesu. Amina. Cha msingi moyo wako uandae kupokea.
Bwana asifiwe sana. Amina. Na natamani niende moja kwa moja kwenye ujumbe wetu wa leo. Tunaendelea, wale ambao mna kitabu chetu tulikuwa ile sura ya 37 ambapo tumekuwa tukitembea mahala pale. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa ninataka nisogee mbele kidogo. Kama ulikuwepo ile asubuhi, fungua kitabu chako kama unacho, na kama hauna basi sasa sijajua tunafanyia, lakini unaweza ukaandika, labda kwa namna moja ama nyingine inaweza ikakusaidia. Haleluya. Amina. Na leo jana asubuhi nilikwambia kwamba tupo kwenye kuangusha zile madhabahu. Bwana asifiwe sana. Amina. Nikakupa na maandiko ya kusimamia, tukasimamia na tukamwomba Mungu, tukaona Mungu anaangusha madhabahu. Maandiko kwenye kitabu chetu cha Ezekiel na Hagai, ile Hagai sura yetu ya pili ule mstari wa 20 na 23, Mungu akasema anatikisa mataifa. Sema kutikisa mataifa. Kutikisa mataifa. Sema kutikisa mataifa. Kutikisa mataifa. Lakini akasema atakipindua kiti cha enzi. Sema tena, Mungu akasema anapindua kiti cha enzi. Mungu akasema atapindua kiti cha enzi. Kwa hiyo tunapokuwa tuko kwenye vita kama hii, lazima ndani ujiconnect katika ulimwengu wa roho. Kwa hata jioni ya leo viko viti vimesalia, lazima viangushwe katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna kiti kimebaki kimesimama, lazima kiangushwe katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Na nikakwambia kama viti bado vimesimama, au taona faida ya wokovu wako. Ili uweze kuona faida ya wokovu, lazima viti viangushwe. Amina, amina. Amina. Sasa leo nenda pale chini unaandika, andika mambo ya kuzingatia ili kuangusha madhabahu za kiukoo na familia. Kwenye bracket andika viti vya enzi. Yako mambo ya msingi ya kuyazingatia. Kumbuka nimekwambia, kama utaelewa vizuri, nikasema hizi madhabahu hazifanyi kazi bila agano. Hazifanyi kazi bila mapatano. Ukiona jambo lote linakusumbua ambalo chimbuko ni maagano, kwa mujibu ambao nimefundisha mpaka sasa, fahamu kile kifungo akikuja kwako kwa kupapasa ama akikuja kwa kubatisha, kilipewa agano, kikafanya mkataba, kikakubaliana, kikaanza kutembea hicho kifungo kwenye maisha yako. Na ndio maana kimetembea kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, sangine imekuja kwako mpaka sasa nenda kwa watoto, maana kiliko agano. Bwana asifiwe sana. Sasa namna ya kuvunja hayo maagano, namna ya kuvunja hivyo vifungo, kuna mbinu za kiroho nataka nikupe. Ziko mbinu nyingi, nataka nikupe chache hapa at least zikusaidie. Bwana asifiwe sana. Amina. Jambo la kwanza, ijue madhabahu unayopigana nayo. Haleluya. Ili uweze kushinda vita hii. Kumbuka nimekuambia ziko madhabahu za aina nyingi. Kwenye ukoo kulingana na patano la ukoo lilisemaje? Kama madhabahu imepewa kutesa ndoa, kama imepewa kutesa watoto, kama imepewa kutesa biashara, itashughulika kwenye hao maeneo. Sasa na wewe lazima una ufahamu wa kiroho kwamba kinachotesa maisha yangu ni eneo lipi. Ndio maana nimekuambia maagano haya atuombi jumla. Tunashughulika na eneo maalum ambalo lina shida kwenye maisha ya watu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo hata leo na jioni ya leo, ifahamu madhabahu unayopigana nayo imeshika eneo lipi. Nikasema walokole wengi tunapenda kuomba maombi ya jumla. Kuomba jumla ni kitoto. Ukishakomaa ukawa mtu mzima kiroho, unaanza kushughulika na tatizo. Haleluya. Amina. Ukienda hospitali, daktari aweza akakupa dawa mpaka amekupima na akapata majibu kinachokusumbua ni nini, alafu anaandika dawa. Vivyo hivyo kiroho, ili Mungu akusaidie kutoka ulikoshikiliwa, fahamu shida yako chimbuko lake ni nini. Anayekutesa amekaa eneo lipi? Jamani, Bwana apewe sifa. Amina. Kama kuna wanajeshi watakubaliana na mimi, ukipewa mlenga shabaha au pigi hewani, unamlenga adui. Na adui na mlenga ulengi kwenye miguu ama kwenye tumbo, unalenga mara ikimpata risasi adui asisimame. Nami nataka umlenga adui yako risasi, anayekutesa asinuke tena katika jina la Yesu. Amina. Amekutesa miaka mingi. Unapompata adui, mshughulikie, hakikisha asimame tena katika jina la Yesu. Amina. Ungenipa kamaji kale muda ule katanifaa sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo andika jambo chini hapo. Andika hivi: kila ukoo,
unayo madhabahu yake kulingana na nafasi ya kiti cha ukoo kilivyo. Bwana asifiwe sana. Kwamba kila mtu ambaye yupo kwenye ukoo ambao una maagano havifanani. Kila ukoo unao madhabahu inaotesa hiyo familia, inaotesa watoto, inaotesa uchumi wako. Kila ukoo unao madhabahu ya kwake. Sasa wewe mtu ambao unaanza kushughulika leo, usiende kuomba jumla jumla. Chunguza madhabahu inayokutesa ni ya design gani, imekamata eneo lipi, imekamata wapi, na utapata kuvuka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Andika hivi, chimbuko la ukoo wako ni nyenzo muhimu sana ya kuanza nayo. Kabla ya kushughulikia kwingine kote, anza kuangalia chimbuko la ukoo wako. Kwenu kuna waganga, shughulika na madhabahu za kiganga. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwenu kuna madhabahu za kukataliwa, shughulika na roho inayokufanya mkataliwe. Kwa lazima uanze kufanya check up kiroho. Hapa nimeingia ndani kidogo. Lazima ujue kwamba huyu anayenitesa anatesa kutokea engo ipi, anatesa kutokea eneo gani. Kama ni kwenye elimu, shughulika na hapo. Kwa hiyo jioni ya leo hatuna maombi ya jumla jumla, tuna maombi kulingana na eneo linalokutesa. Ndio maana akasema semina hii tunataka kila mmoja aombe, kila mmoja aseme na Mungu, amwambie shida yake ni nini. Bwana asifiwe sana. Amina. Kitabu chetu ambacho cha kutusaidia Yohana 8:32, naomba ufike hapo msomaji wangu, na Mungu akubariki sana. Yohana 8:32. Soma mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amina. Kanisa na Mungu atusaidie. Tujitahidi kuchunguza. Neno la Bwana linasema, ndio, tena mtaifahamu kweli. Ndio. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Anasema ukiujua ukweli ndipo utakapokuwa huru. Kanisa la Mungu, naomba unisikie. Kama hujafahamu ukweli kuhusu shida ulio nayo, ni ngumu sana kuwa huru. Na ndio maana shetani anafanya bidii kufunga watu ufahamu. Usihangaike kutafuta ukweli wa shida yako ni nini. Unaingia kwenye maisha yaendi, unaishia hapo. Unaanza biashara leo inakwenda, kesho inakufa, unaishia hapo. Unaanza kazi leo inakwenda, kesho inaachishwa kazi. Yaani kila cha kwako kifiki yatima. Halafu nabaki hapo, unaenda kwenye maombi, mchungaji niombe. Mchungaji ataomba ndio. Lakini wewe chunguza, kwa nini unaishia hapo? Shida yako mbona imegota, mbona ivuki hapo? Na saa nyingine umeshaomba, umeomba hakuna majibu. Ni kwa sababu ulikuwa unaomba jumla jumla. Lakini jioni ya leo, hebu shughulika na eneo linalosumbua maisha yako. Acha kuomba maombi ya jumla na Mungu atakusaidia. Amina. Anasema ukishaijua kweli unakuwa huru. Kinyume na hapo, kama hujajua ukweli, ni ngumu sana kuwa huru. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuone kuombe mtumishi wa Mungu. Eneo la kwanza la kushughulika nalo jioni ya leo ni kuhakikisha kwamba umejua madhabahu inayosumbua maisha yako. Jambo la pili, nataka niende haraka kidogo tufike mahali fulani. Jitambue wewe ni nani, kisha dai haki zako zirejeshwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Jitafute, jijue wewe ni nani, kisha dai haki zako zirejeshwe. Jamani, haleluya. Amina. Mapendwa, haleluya. Amina. Miongoni mwa vitu kanisa hatuna bidii navyo ni kujitafuta mimi ni nani. Hatuna huo muda, na sijui kama kuna mtu amekufanya maombi kama hayo. Kumwomba Mungu, na hebu naomba unifunulie mimi ni nani. Ninaposema wewe ni nani, sio kwa maana unaitwa nani jina lako. Mungu amewekesha nini ndani yako. Na shetani anachokifanya, anakamata ufahamu wako usijijue wewe ni nani. Nimekuambia asubuhi nikasema wako watu ambao walitengenezwa, waliumbwa kuja kuwa ni watawala. Ni wamiliki wa viwanda, ni wamiliki wa maduka makubwa mjini hapa. Swali nakuja, unajua wewe ni nani? Haleluya. Amina. Hebu nisaidie kumuuliza jina yako, unajijua ni nani? Muulize tu. Umekufanya bidii ya kujiombea Mungu akusaidie kukujua ni nani? Siku Mungu ameniita kwenye utumishi, kitu changu cha kwanza ni muuliza Mungu, mimi ni nani katika utumishi huu? Siku nilipojua, nikiona sendi huko narudi kwenye direction, Mungu aliniweka hapa. Na shetani alivyo, akishaona unafahamu wewe ni nani, anaanza kushughulika nacho, atakuzonga zonga, akuletee misukosuko,
akupige huko, akupige huko, akupige huko, akutoe kwenye kusudi. Mimi nakusihi katika jina la Yesu, ukijifahamu ni nani, ng'ang'ana usitoke hapo, ndipo utakutana na Mungu. Amen. Amina. Katika bustani ya Eden, Shetani alifahamu Adamu kapewa mamlaka ya kutawala. Akapitia kwa mwanamke akamtoa kwenye direction. Kesho akafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Kuna watu wamefukuzwa kwenye nafasi zao kwa sababu walitoka mahali Mungu alikowaacha. Umeshafunga, umeshaomba, umeshalia, umeshagalagala, hakuna matokeo. Swali linakuja, uko mahali ambako Mungu anataka ukae? Wewe unang'ang'ana niajiriwe. Mungu alikuumba uajiriwe wewe. Yamkini Mungu anataka wewe ufungue kampuni uajiri wengine. Wewe umeng'ang'ana tu, nataka futa CV, napeleka CV hapa, napeleka pale. Muulize Mungu, mimi ni nani? Fanya bidii. Kuja maji moto haimaanishi kwamba maisha yameishia hapo. Yamkini Mungu anakuleta hapa kiwe ni chuo, kikutengeneze. Ukishanolewa nenda mjini ukamiliki makampuni ambayo unataka ukamiliki. Shida la kanisa, tukisha kama la fulani tunatulia tu. Ujishughulishi kutaka kujitafuta mimi ni nani. Haleluya. Amina. Lazima ndani mwako uwe na hicho kitu kujitafuta. Mimi nimeokoka ndio, lakini mimi ni nani? Ni kweli nipo kanisani. Mimi ni nani? Ni kweli niko maji moto hapa, lakini mimi ni nani? Ukijitambua ni nani, hata kujiheshimu utaanza kujiheshimu. Ukiona mtu anakwenda hovyo, unajua ajitambue ni nani. Jamani, haleluya. Amina. Kila mtu Mungu ameka maono ndani ya huyo mtu. Kwa nini maono? Ili upate kujizuia. Mtunga mithali anasema mtu asipokuwa na maono ndani anashindwa kujizuia. Lakini kama una maono, mimi najitambua baada ya miaka 10 natakiwa kuwa mama mwenye nyumba na watoto na mume wangu nimetulia, utazinizini ovyo. Lakini kama hujui, unagawa kama chakula tu ambacho hakina wenye nacho. Maneno magumu sio? Kuna mara nyingine lazima ndio mtu ambieni ukweli. Kwa nini ndoa zinasumbua sasa hivi? Kabla ya kuolewa walipita wangapi kwako? Na huyo ambaye kakuoa ni wangapi? Jitunze. Mwambie binti jitunze, kama hujaolewa jitunze. Biblia inasema kwamba usiuwashe mwili huo, maana ukisha waka uzimiki. Haleluya. Amina. Jamani, ukweli ni mzuri eti. Amina. Japokuwa saa nyingine unaumaga, lakini ndio ukweli. Uliingia kwenye ndoa, lakini kabla ya ndoa ushakuwa na ndoa 4, 5, 6. Na zote zipo kwenye damu. Juzi nilikufundisha nikasema uzinzi una connect mtu katika damu. Unapochoropoka mara moja, kuna kitu kinaingia ndani ya maisha yako, kinaanza kusumbua maisha yako. Lakini ukijitambua mimi ni nani, hutafanya mambo ya hovyo. Kwa nini kanisa la Mungu linasumbua saizi watumishi wa Mungu? Wengi hawajijui. Amekuja kanisani yupo tu. Mwaka wa kwanza yupo tu. Mwaka wa pili yupo tu. Mwaka wa 5 yupo tu. Mwaka wa 10 yupo tu. Hana badiliko. Kwa nini? Ajijui. Anayejijua akiona mwaka umepita, ataanza kufanya tathmini. Mwaka nimemalizaje? Na kwenda kwanza mwingine ninaanzaje? Jana nimefeli wapi ili kesho nisifeli tena? Lakini walokole tujiulizi, walio wengi hatujiulizi. Mwaka umeisha, mwingine umeingia, mwingine umeingia, cha msingi pata ugali na ubwabwa, umelala, biashara imeisha. Tusishie hapo. Mwambie jana yako jitafute. Mwambie jitafute. Jitafute. Mwambie tena jitafute. Jitafute. Naomba msomaji wangu nisaidie maneno machache kutoka kitabu cha Mambo Nyakati wa Kwanza 4:9 mpaka 10 na Yoeli 2:25 mpaka 27. Nione nikuonyeshe kitu hapa Mungu anachokisema. Lazima ujitafute na baadaye udai. Wapenda, mnanielewa? Kuna mara pengine unatakiwa kudai. Nazitaka baraka zangu. Mimi sio wa hivi. Wapenda, tunaelewana? Lazima mara pengine ukishajifahamu mimi sio wa hivi, utadai. Unakwenda kudai kitu ambacho ukijui unacho. Bwana asifiwe sana. Amina. Mimi baada ya kujitambua utumishi wangu, ucheze na utumishi wangu. Ucheze hata kidogo na utumishi wangu, hata iweje. Kwa sababu najifahamu nina miaka kadhaa ya kumtumikia Mungu. Alafu mtu mmoja aje anicheleweshe, sikubali. Hata kingekuja nini, akiwezi kunitoa kwenye utumishi wangu. Mimi hata kanisani kwangu naambia kanisa kunitoa hapa kwenye utumishi.
labda ukate shingo. Ukinikata miguu na bado naweza nikajisogeza najiburuza chini. Nitajiburuza kwenda njapanda, nitahubiri injili. Nyakati wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Amina. Nyakati wa kwanza 4:9 mpaka 10 na Yoeli 2:25-27. Neno la Bwana linasema. Ndio. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Ndio. Na mamaye akamwita jina lake Yabesi. Akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Akisema, lau kwamba ungenikaribia kweli na kunizidishia hozi yangu. Ndio. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Nawe ungenilinda na uovu. Ndio. Ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Yabesi. Twende hiyo Yoeli 2:25. Yoeli 2:25 mpaka 27. Yoeli 2:25 mpaka 27. Neno la Bwana linasema. Ndio. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Shika black. Anasema ukijitambua na ukaanza kudai ile miaka yako iliyopotezwa, ile miaka yako iliyoiliwa ikaibiwa, Mungu anairejesha. Hata jioni ya leo wako watu miaka yenu nakwenda kurejeshwa katika jina la Yesu. Amen. Nimekwambia habari ya umri isikuchanganye, isikuvuruge kabisa. Mungu aangalie umri, Mungu aangalie majira, Mungu aangalie nyakati, anaangalia saa ya kwake aliyoipanga kwako ipate kutokea. Mungu alijua kabla ya kuumba kwako siku moja utakuwa PAC Nazareti, na atakuja mtu kusema neno hili litakutoa mahali hapo ulipo. Kuna watu mnakwenda kuinuka katika jina la Yesu. Amina. Maiki yangu janitendea kibado, natumia nguvu sana. Nisaidie kupunguza pale kwenye low, niweke pale kwenye midi kidogo, pandisha kidogo tu. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu alijua kwamba kuna siku moja utakuwa PAC Nazareti. Utakutana mtumishi wa Mungu, atakutafutia neno la kukuponya. Hilo neno likuponya katika jina la Yesu. Amina. Anasema miaka yako imeliwa na nzige, Mungu atairejesha. Ile kazi yako ambayo ilipotezwa, Mungu atairejesha katika jina la Yesu. Yale maisha mazuri, ile heshima, kile kibali Mungu ambacho alikumba nacho, hata kama walikikanyaga wakakizika wakakisiliba, yuko Mungu awezaye kukichipusha tena. Wako watu mnakwenda kuchipuka, wako watu mnakwenda kuinuliwa, wako watu mnakwenda kutengeneza maisha mapya katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Mungu akuchipushe mtu wa Mungu. Amina. Ayachipushe maisha yako, achipushe afya yako. Amina. Hata kama afya ieleweki, Mungu anaweza akakupiga makeup ndani ya muda mchache ukashangaa, utaanza kukushangaa. Hata hata nakuona ni mwembamba umenyoka kama mchungaji ni leo, kesho unaweza ukawa kibonge, inawezekana. Mungu ashindi kubadilisha ukurasa. Mungu ashindi kubadilisha majira. Cha msingi jitafute. Enda kusoma mtumishi wa Bwana. Naam. Nanyi mtajua ya kuwa ndio mimi ni katikati ya Israeli. Na ya kuwa mimi rudia tena, mnasema pale ambapo mimi nitarejesha ile miaka imeliwa na nzige. Naam. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Ndio. Na palale na mandumandu na tunundu. Ndio. Jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Ndio. Nanyi mtakula chakula tele. Nanyi mtakula chakula tele. Na kushiba. Na kushiba. Endelea. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu. Na watu wangu ndio hawatatahayari. Na watu wangu hawatatayaharika. Unapokaa kwa Bwana, maisha yako hayatatayarika. Kutayarika ni nini? Hakutakuwepo na mahangaiko na miteso unayoiona. Anasema mtakula chakula tele na kushiba. Bwana asifiwe sana. Juzi nilikwambia kula ni upako wa nguvu za Mungu. Unapata neema ya kula. Kula yani usijihesabie muda. Kuna wengine wameshaweka ratibu, kachai ka asubuhi, ka chakula ka mchana na ka usiku kidogo. Ukipewa neema ya kula. Amina. Jamani, mbinguni hakuna ugali na ubwabwa kule. Amina. Kule ni kuabudu, kusifu na kusujudu Hosana mtukufu mtakatifu. Asubuhi mpaka jioni, kesho mpaka kesho kutwa, mpaka na milele yote. Kula ni hapa duniani.
Amina. Mwambie jirani yako kula ni hapa duniani. Kula ni hapa duniani. Mwambie kuvaa ni hapa duniani. Kuvaa ni hapa duniani. Mwambie kunywa ni hapa duniani. Kunywa ni hapa duniani. Mwambie kutembea ni hapa duniani. Kutembea ni hapa duniani. Jamani, haleluya. Amina. Unajua kama uelewi, unaweza ukajifungia kwenye maisha haya tu. Saa nyingine unaweza ukaamua toka, nenda katembee, jifunze. Shida ya kanisa tuko sana rohoni, hata kutembea unaona kama ni kutenda dhambi. No. Tembea. Yamkini uko mahali hapa kwenye maji ya moto hujawahi kufika na umezaliwa hapa. Mimi siku moja nimeshangaa, nimeenda pale Arusha. Mtu kazaliwa Arusha mpaka anazeeka aje kupanda mlima Kilimanjaro. Nikashangaa kweli. Nikasema wewe umerogwa wewe. Mlima ule pale unatoka Ulaya, unatoka wapi wanakuja kupanda. Wewe uko hapa. Kama hujawahi kufika kwenye ile maji pale una matatizo, Mungu akusaidie tu. Tatizo la kanisa hatuna ile bidii. Yaani tumekaa pale tukajifungia kwenye kuta 4. Mimi nakusema katika jina la Yesu, jifunze kutoka na kutembea. Amina. Itakusaidia kufungua bolti za kichwa, ujue kwamba kumbe kuna maisha zaidi ya haya. Lakini kama mara pale utajua. Utaona ni vile vile, lakini ukitoka utapata wivu. Nilikuwa naongea na mchungaji wangu hapa na baba yetu hapa. Nikasema laiti ningelijua kuna mara panaitwa maji ya moto kabla ya kuwa Dar es Salaam, yamkini nisingekuwa kule. Kwa nini? Nimekuja kuona kuna vitu vya tofauti. Bwana asifiwe sana. Amina. Kanisa la Mungu anasema Bwana anakwenda kurejesha miaka yake ambayo imeliwa katika jina la Yesu. Amina. Hata waganga na mapepo na majini, Mungu ametuambia asubuhi anakwenda kupindua kiti na anauketisha mahala pa juu. Wako watu maisha yao yanakwenda kubadilika katika jina la Yesu. Amina. Amesema bado kitambo kidogo watu waliokuzalau wakuheshimu. Bado kitambo kidogo watu wanakukimbia kurudia katika jina la Yesu. Amina. Kama kuna mtu anakukimbia leo, ninakwambia achana naye akukimbie. Wewe ngangana kumtafuta Mungu. Wakati Mungu amekuinua, ataanza kukutafuta yeye mwenyewe. Kanisa mnanielewa? Amina. Mungu na atusaidie katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Jambo lingine la lakalaka, andika pale chini hivi, jivike utayari kupambana. Jivike utayari kupambana. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, unaelewa? Amina. Kumbuka nimesema tunaangusha madhabahu. Kuna watu ni wavivu. Hawana bidii. Hawana mzigo wa mapambano. Wewe kama umelizika nayo maisha ni wewe. Lakini kwa mtu ambaye anajielewa, hakikisha unaweka tayari mapambano. Iambie nafsi yako, niko tayari kupambana kwa ajili ya nyumba yangu. Niko tayari kupambana kwa ajili ya ndoa yangu. Mtu anakuja kuchezea watoto wako, unafanya watoto wako hawaeleweki. Na unakubali tu. Usikubali mtu acheze maisha yako. Inuka upambane katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama unaandika, andika pointi. Andika hivi, unapoamua kujitenga na miungu ya ukoo na vizazi vinatikisika. Hivyo ujipanga kulipiza kisasi kwako. Unapotangaza mimi kuanzia sasa, waliokuwa wanatesa maisha yangu kama ni ukoo wangu, kwamba anaamua kujitoa, miungu inapanga kuleta masasi na kisasi na malipizi. Kwa hiyo lazima ujipange. Usubiri Mungu apate kukupigania. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama wakijipanga ukatulia kwa Bwana, ile vita haitakupata katika jina la Yesu. Maana tunaye Mungu anayetupigania. Vita hii atupigani wenyewe. Wewe ni kutengeneza moyo wako na kumwambia Mungu. Alafu Mungu anaanza kushughulika nao wanaotesa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu angalia kitabu chetu cha Kutoka. Kitabu chetu cha Kutoka, tupite mara moja hapo. 14, 13 mpaka 14. Alafu tuende kwenye jambo lingine. Kutoka 14, 13 mpaka 14. Ndio. Yes. Ndio. Ndio. Shapo. Bwana asifiwe sana. Musa akawaambia Israeli, na ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, vita hii kinuka si kama ni kitu chepesi kuvumilia. Panahitajika neema ya Mungu ikushikilie. Wakati Musa anaongea na Israeli kwamba nyamazeni,
Hapakuwa panaonyesha tumaini ya kushinda. Maana wakiangalia mbele wanaona bahari ya Shamu. Wakiangalia nyuma wanaona Farao amekuja na magari ya moto. Anawafuata namna hii. Wakamgeukia Musa. Musa akawaambia hivi, tulieni, nyamazeni. Mungu akiwa ametupigania, hawa watesi wetu ambao tunawaona leo, au tutawaona tena. Nami nataka nitamka katika maji yetu ya moto haya kwamba watesi wanaotesa maisha yetu kwa miaka yote, kuanzia leo hautawaona tena katika jina la Yesu. Amina. Wanaotesa hiyo nyumba, wanatesa hiyo kazi, wanatesa hiyo biashara, wanatesa hiyo uchumi, hutawaona tena katika jina la Yesu. Amina. Mungu wetu anatupigania. Hata vita ikiinuka, hata mapigano yakiinuka, usiogope. Jitie nguvu katika Bwana. Mungu yuko upande wako, na kwa upande wako kuna cha kukushinda. Mungu yuko upande wako. Acha kuogopa. Kanisa la Mungu, acha hofu, acha mashaka, acha wasiwasi ndani. Jimimine moyo wako kwa Bwana. Moyo wako mpeleke kwa Mungu. Kazi yako ipeleke. Acha hofu, acha mashaka, wacha Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Amina. Kinachoponza wapendwa wengi, tunapenda kupigana wenyewe. Unataka upambane mwenyewe. Wacha Mungu akupiganie. Amina. Mpe Mungu ndoa yako aipiganie. Mpe Mungu watoto wako awapiganie. Amina. Acha kupigana mwenyewe, hutaweza. Bwana asifiwe sana. Amina. Musa akawaambia watu, nyamazeni. Hao mnaoona wanatesa maisha yenu, hamtawaona tena. Na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amina. Ni ombi langu, watesi wa miaka yako yote usione tena katika jina la Yesu. Amina. Ni ombi langu. Na ni mzigo ndani na usikia. Jioni ya leo mwambie Mungu, waliokuwa wananitesa miaka yote, sitaki kuwaona tena. Walikuwa wanatesa maisha yangu, sitaki kuona tena. Wametesa nyumba yangu, sitaki kuona tena katika maisha yangu. Wamenifanya nisiwe na furaha, nisiwe na amani, nisiwe na usingizi, sitaki kuona tena. Mungu akione maanisha kutoka ndani, anafanya jambo linatokea katika jina la Yesu. Cha msingi ndani ukutamani, Mungu akuvushe kutoka hapo ulipo katika jina la Yesu. Amina. Sema amen. Amen. Twende mstari unaofuata, pointi inayofuata. Nataka nizimalize yote haraka, ndio maana haraka. Mkaribishe Mungu na kumpa nafasi kuwa mtawala wako. Mkaribishe Mungu na kumpa nafasi kuwa mtawala wako. Bwana asifiwe sana. Amina. Katika mazingira unayoishi, mpe Mungu nafasi. Kitabu cha mambo ya Walawi, Walawi 27:18 mpaka 23. 18 mpaka 23, mambo ya Walawi. Naomba nisaidie kusoma hapo. Walawi 27:18 mpaka 23. Hakikisha maisha yako umempa Mungu awe ndio mtawala. Ukijenga nyumba, mpe Mungu awe ndio mtawala. Neno la Bwana linasema, lakini akiliweka shamba lake ndio wakifu baada ya yubilei, ndipo kuhani ndio atamhesabia hiyo fedha kama hesabu ya miaka iliyobaki hata mwaka wa yubilei, na kuhesabiwa kwako ndio kutapunguzwa. Na kama yeye aliyeiweka shamba wakifu akitaka kulikomboa ndio kweli, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 ya hiyo fedha ya hesabu yako, ndio nalo litadhibitishwa kwake. Bwana asifiwe sana. Nataka tuone kitu kimoja pale. Anasema ukinunua kitu chochote, umejenga nyumba yako, umenunua uwanja wako, hakikisha unamkabidhi Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna watu tunajenga nyumba, unaingia pasipo kumpa Mungu nafasi. Kama kuna roho ama kuna maagano katika ile eneo ambalo umeingia, uwe na uhakika yatasumbua maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amina. Hakikisha chochote Mungu alichokupa unampa sehemu ya kuwa ndiye mtawala na mmiliki. Amekupa biashara, kabla ya kwenda mbali kote huko kwanza kutafuta wateja, hakikisha Mungu ndiye mtawala. Beba sehemu ya matoleo ya sadaka yako, peleka madhabahuni pa Bwana. Mungu ndiye awe ni msemaji kwa ajili ya hicho kitu ulichokuwa nacho. Umenunua uwanja, kabla ya kujenga, mkaribishe Mungu kwa ndio mtawala kwa sadaka.
Bwana asifiwe sana. Amina. Wapendwa, mnanielewa? Amina. Jambo lingine, naenda haraka lakini mbele mtanielewa. Jambo lingine, ili kuangusha hizi madhabahu, andika hivi: toa sadaka inayouma. Toa sadaka inayouma. Bwana asifiwe sana. Toa sadaka inayouma. Hapo mtumishi. Toa sadaka inayogusa maisha ya moyo wako. Juzi nilikwambia nikasema sadaka ina sifa. Sadaka ya viwango ina sifa ya kuzungumza ndani. Unapokwenda kuitoa, usiwe ni mtu unayetoa sadaka ambazo hazigusi maisha. Kumbuka nimekueleza viti hivi katika ulimwengu wa roho vilipewa agano kupitia sadaka. Na ile sadaka iliyotolewa inaongea kizazi hata kizazi. Wewe unataka kujitoa, cheki sadaka unayotoa. Bwana asifiwe sana. Amina. Juzi nikauliza swali hapa, niulize tena kwamba tangu mwaka umeanza, tunapofika tangu Januari mpaka sasa, sadaka zako kihesabu zinafika wala hata shilingi 50,000? Kwenye madhabahu ya mganga walipeleka mbuzi. Unakuja kwenye madhabahu ya Bwana na sadaka ambayo hata haiwezi kununua miguu ya mbuzi. Alafu sema ndo unatoa sadaka mtolea Bwana. Na kanisa la Mungu atusaidie katika utoaji, tubadilike. Bwana asifiwe sana. Amina. Toa sadaka inayogusa moyo kama unataka Mungu akubadilishe historia. Itolee sadaka nyumba yako, watoto wako, biashara yako, uchumi wako, utolee sadaka. Na sadaka iwe inaongea, iwe inazungumza wakati wote. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, mnanielewa? Usikubali kutoa sadaka ambayo ndani mwako haigusi moyo. Hiyo sadaka haina connection katika ulimwengu wa roho. Unapotoa sadaka ndani, hakikisha inaongea. Na sadaka si wingi wa vitu. Sadaka ni gharama unayoingia kuitoa. Unaweza ukatoa shilingi 500. Natolea mfano tu. Si kwamba sio 500. Natolea mfano tu. Ndio uliokuwa nayo. Na ukitoka hapo juu inakuaje? Ina maana. Sadaka unayotoa iguse moyo. Maana sadaka ina tabia ya kuongea. Sadaka inanena. Sadaka inasema. Wapendwa, wengi asitoe sadaka zinazogusa moyo. Na ndio maana unapokuja kwenye eneo la uchumi, wapendwa wengi wamekamatwa hilo eneo. Kwa nini? Utoaji wetu haujakizi vigezo vya kiroho. Mungu anapoangalia kwenye kapu, haoni kama kuna kitu kinachonena. Unaangusha viti vya enzi vilivyopewa sadaka ya ng'ombe kukamata ukoo, alafu unawenga kupeleka sadaka mpaka akaeleweki. Hebu na Bwana atusaidie tubadilike katika eneo katika jina la Yesu. Amina. Jifunze kumtolea Mungu sadaka inayogusa moyo wako. Jifunze kutoa sadaka ambayo itakuwa ni ukumbusho. Kornelio akatoa sadaka. Na alikuwa hajaokoka ule ndugu. Maandiko anasema yakamgusa Mungu mbinguni. Akamfuata Petro anaomba. Darasa 9. Akasema nenda, kuna mtu kula naomba, akamwambia mpasao kuyatenda. Nini kimempeleka? Sadaka iliongea kwenye kiti cha enzi. Anatoa sadaka na ibada anafanya. Mungu akaona kuna mtu. Kwa nini? Kwenye kiti cha enzi kumbe kuna sadaka inazungumza. Kornelio anafaa aokoke. Kornelio anafaa aokoke. Unapotoa sadaka inayoongea, ikienda kwenye kiti cha enzi, inayokuwa inazungumza pamoja na mambo yote. Mungu Baba, yuko mtu mmoja pale Maji Moto alitoa sadaka yake, anataka watoto. Hebu mpe watoto, inaongea asubuhi. Ikija mchana inaongea tena. Ikija jioni inaongea tena. Kesho inaongea tena. Kesho Mungu anaona malaika, peleka mtoto wa mtu mmoja pale Maji Moto. Amina, amina. Peleka biashara yako hiyo mtu. Amina. Peleka uchumi wako. Sadaka inazungumza. Na ndio maana ukienda kwa mganga miaka ile kabla ya kuokoka, anakuambia kalete mbuzi, kalete kondoo, kalete kuku. Kwa nini? Kwa nini asikwambia kalete 200? Kalete 500. Kalete 1000. Kwa nini akwambia hivyo? Kwa sana fahamu maana ya sadaka. Ila tukija huku tunajifanya watakatifu sana, sadaka zetu hata hazina viwango. Mungu akizipima hazijai. Hakuna kitu ambacho kinaongea kwa ajili yako katika ulimwengu wa roho. Hakuna. Unapambana. Hakuna kinachosema. Hakuna kinachonena kwa ajili yako. Ukipata mtu asoma kitabu cha Ibrania ile 11,
Maandiko yanasema Habili akatoa, hata kama amekufa bado sadaka yake inanena. Natamani mtu mmoja atoe sadaka inaonena katika jina la Yesu. Jifunze kutoa, jiandalie utaratibu. Fanya hata kwa mwaka, tafuta sadaka yenye maana, yenye viwango, kwamba hii naipeleka madhabahuni, nawekea wakfu mwaka wangu unaoanza, izungumze. Sio watu mnanielewa? Amina. Utasoma Ibrania 11:4, sadaka inanena. Ndio maana Shetani amelikamata kanisa la Mungu kwenye eneo la uchumi. Hatuna sadaka inaongea kwa ajili ya mafanikio yetu. Bwana asifiwe sana. Amina. Na Mungu akusaidie ubadilike katika utoaji katika jina la Yesu. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Jambo linalofuata kwa haraka. Mjengee Mungu madhabahu. Mjengee Mungu madhabahu. Waamuzi 6:25 mpaka 28. Mjengee Mungu madhabahu. Mjengee Mungu madhabahu. Waamuzi 6:25 mpaka 28. Naomba ufika hapo usome, mtumishi wa Bwana. Mjengee Mungu madhabahu. Baada ya kuwa umeangusha viti vya ukoo na familia, kinachofuata mjengee Mungu madhabahu kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Soma, mtumishi wa Bwana, kama umefika kitabu cha Waamuzi. Neno la Bwana linasema, ndio. Ikawa usiku huo huo, Bwana akamwambia, ndio, mchukue ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili, ndio, wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali, ndio, alionayo baba yako, ukaikate, ndio, Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako. Shika bleki. Mungu anamwambia Gideon, ili hii nyumba ipate kupona, nenda kaangushe madhabahu za baba yako. Bwana asifiwe sana. Akisha kwa ameangusha zile madhabahu, anasema nijengee mimi madhabahu. Tunajengaje madhabahu ya Mungu aliye hai kwenye maisha yetu? Hakikisha maisha yako wakati wote yapo connected na madhabahu ya Mungu aliye hai. Usiwe na ushirika wa Roho Mtakatifu wa majira. Unamtafuta Mungu kwa sababu unaumwa, unamtafuta Mungu kwa sababu una shida. No, maisha yako yatawaliwa na ibada. Maisha yako yatawaliwa na maombi na neno la Mungu ndani lijai kiwango cha kutosha. Bwana asifiwe sana. Amina. Usiwe ni mtu ambao na ushirika leo uko vizuri, kesho hauko vizuri. Usipende kuwa mshirika unayefuatiliwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Jitoe moyo wako, jimimine moyo wako, jikabidhi kwa Bwana. Usiwe na ushirika wa majira. Walengo tuna ushirika wa majira. Siku na chakula umekula umeshiba, ndipo na ibada inafanyika. Siku chakula hauna, ibada hakuna. Usikubali kuwa na ushirika wa design hiyo. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu anamwambia Gideon, nenda kaangushe madhabahu za baba yako. Wangapi jana tuko tayari kuangusha madhabahu za ukoo na familia za wazazi wetu? Amina, 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 amina. Lazima tuziangushe. Kama tunataka kuona upenyo. 2025 kama alisema mtumishi, naona watu wametabiri sana. Na mtumishi wa Mungu hapa katabiri. Kama unataka 2025 kuzalia matokeo, angusha madhabahu za ukoo katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Kama zitabaki zimesimama namna ile, utakuwa unasikia kwa watu kwamba kuna Mungu anafanya miujiza. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini sio hivyo hapa katika jina la Yesu. Lazima tuangushe madhabahu za shetani, tumjengee Mungu madhabahu aliye katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Jambo lingine linalofuata, jitenge na ibada za mila. Jitenge na ibada za mila. Jitenge na ibada za mila. Andika pale chini pointi moja, andika hivi: Biblia imekataza tusiwe na ibada za mila au miungu mingine, maana Mungu wetu anataka kuabudiwa yeye peke yake. Biblia imekataza. Maanake Mungu amekataza tusiwe na miungu mingine, tusiwe na ibada zingine isipokuwa yeye pekee. Bwana asifiwe sana. Amina. Kumbuka jana nimekuambia nasema kwamba ibada ama ibada za miungu ama ibada za mila, unapotanguliza kitu chochote mbele kikawa cha thamani kumliko Mungu, kinageuka kuwa Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Amina. Hebu fungua kitabu kingine cha Biblia hapo tupitie haraka Kutoka 20:3 mpaka 5.
Neno la Bwana linasema, ndio, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, yes, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Yes. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Shapa hapo. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hapendi kuona watu wake wanashiriki ibada ambazo si rasmi, ibada za miungu, ibada za mila. Bwana asifiwe sana. Amina. Wewe ulishaokoka, hizo mila Mungu alishakutenga nazo. Kwa nini unarudi tena kwenye hizo mila? Bwana asifiwe sana. Kwa nini unarudi tena kwenye hizo ibada zao? Mungu alishakutoa huko ukaokoka, na baada ya kuokoka unafaa umshike Mungu pekee, sio ibada nyingine tofauti na Mungu aliye hai. Lakini kuna watu nakuta leo kanisani yupo lakini kwenye miungu yupo. Nimeenda kuhubiri sehemu nikakuta paka mzee wa kanisa anaenda kwa mganga wa kienyeji. Paka mzee wa kanisa. Je, washirika wana hali gani? Bwana asifiwe sana. Wapenda, mnanielewa? Na kuna na baadhi ya watu wengine anakwenda kwa waganga kimya kimya. Nenda kufanya ibada kwa mtumishi mmoja. Nikakuta ni mtu ambaye alikuwa hajaokoka, akaniita nikafanya huduma kwake. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndio huduma yetu sasa ina mipaka. Hata Muislamu akiniita nikaombe msikitini nitakwenda kuomba. Nikafika pale, nikakuta ukutani, nikamuuliza hiki ni nini? Ameweka ile picha ya Mama Bikira Maria, alafu kaweka na kitunguli kiko pale kimening'inia. Sasa nikamuuliza, ndugu, hii staili gani? Akasema wanasaidiana kunilinda. Yaani Bikira Maria na Eliza wanamlinda mtu. Alafu kanita tukafanya ibada. Nikasema sikiliza, kabla ya kwanza ibada, hebu Mungu wangu mimi hataki kuchanganyikana. Unakubali kumtoa huyu ili Mungu akusaidie? Akagoma, na mimi nikachukua beni nikaondoka. Nasema basi shauri yako. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa kuna watu wanajichanganya. Kwa Mungu yupo na kwa shetani kidogo yupo. Kwa Mungu yupo na kwenye ramli yupo. Mungu hapendi michanganyo. Anataka tukiamua kumfuata yeye, ni yeye tu. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapendwa, mmenielewa? Amina. Kanisa mmenielewa? Amina. Jambo la mwisho, alafu tukapate muda kuomba. Usiwe na michanganyo kiimani. Mwambie jana usiwe na michanganyo kiimani. Usiwe na michanganyo ya kiimani. Kitabu chetu cha Warumi 8:35 mpaka 37 ni mstari wetu wa mwisho, alafu tukapate kuomba. Bwana asifiwe sana. Amina. Usiwe na michanganyo kiimani. 8 Warumi 35 mpaka 37. Neno la Bwana linasema, ndio, Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Au shida? Ndio. Au adha? Au njaa? Au uchi? Au hatari? Shika Black. Ni kitu gani kikutenge na upendo wa Kristo? Jiulize swali. Tunakwenda kuomba. Ni kitu gani unahisi kinaweza kukutenga na ufalme wa Mungu? Nampongeza mtumishi wa Mungu hapa, amesimama asubuhi kashuhudia, akasema mume wangu amenifanyia vuruga lakini sijamwacha Mungu. Je, angelikuwa ni wewe, ungemsikiliza huyo baba ama ungemsikiliza Kristo? Kuna watu ambao tumeacha ibada za kweli. Kanisani yupo ili aonekane yupo, lakini moyo wake haupo kanisani. Tunaonekana kwamba tunampenda Mungu kwa macho ya nje, lakini mioyo ndani Mungu yupo. Na hasa wengine wakiingia kwenye majaribu, sijasema jaribu ni jambo dogo. Ukipita kwenye jaribu la kweli linauma kama moto, lakini swali, jaribu likutenge na Mungu? Ayubu akapita kwenye magumu sana. Ndani ya siku moja kila kitu kilisha. Watoto wake wote wakafunikwa na nyumba. Mifugo yote ikateketea kwa moto. Na mke wake akamkana. Na marafiki zake akamwacha. Mwili mzima ukaota vidonda.
Lakini maandiko yanasema Ayubu hakuwahi kumwazia Mungu upumbavu, kwa sababu alimpenda Mungu kutoka ndani ya moyo wake. Jiulize wewe, unampenda Mungu design hiyo? Tupo kanisani, tunafunga, tunaomba, tunalia, tunagalagala. Je, tuko tayari kujitoa kwa ajili ya wokovu ambao tumeupokea? Natamani utafakari hicho kitu. Mungu anapoangalia ndani, anavyokuona wewe sio kama jinsi ulivyo. Anakuona ni mtu mkubwa sana. Lakini swali la msingi, wewe unajiona hivyo? Na kama unajiona hivyo, uko tayari kusubiri Mungu akupeleke pale? Maana mwingine anaweza akafanya maamuzi kwa sababu anajiona amechelewa. Akijangalia umri umeenda, hajaolewa, hajapata watoto, anaamua kufanya shortcut apate mtoto naye aitwe mama fulani. Lakini unakutenga na Mungu. Kusiwepo na kitu chochote cha kukutenga na Mungu. Mtumishi anasema, ni kitu gani kinitenge na Mungu? Je, ni njaa? Je, ni dhiki? Je, ni magonjwa? Je, ni uchi? Je, ni ndugu kuniacha? Ni marafiki kuniacha? Ni mume kuniacha? Ni watoto kuniacha? Kitu gani kinitenge na Mungu? Mungu anataka mioyo yetu ijazwe yeye tu. Pasiwepo na kitu chochote ndani ya moyo wako kitakacho. Natamani jioni leo, kama ndani mwako palipunguka nukta moja ya kumpenda Mungu, ukatubu mbele za Bwana. Mungu, naomba unisamehe, nataka nianze upya. Na shetani akitaka kuyatesa maisha ya mtu, atakuletea misukosuko tu. Cheki kao cha Daudi cha Mungu na shetani mbinguni. Ayubu hakuweko. Mungu anakaa kikao, wanamjadili Ayubu. Shetani akasema nenda. Mungu akamwambia shetani nenda. Shetani alipoenda, akamkuta Ayubu yuko vizuri. Kuokoka si kinga ya kujaribiwa, lakini jaribu likija, hakikisha unalishinda katika jina la Yesu. Amina. Usimpende Mungu kwa sababu mambo ni mtelemko. Usimpende Mungu kwa sababu mambo yako sawa. Maana wengine uko ndani ya wokovu kwa sababu kila kitu kinakwenda, mambo yanakwenda. No. Mpende Mungu, usipokuwa nacho mpende. Unacho mpende, kusiwepo na cha kukutenga na Mungu. Ndani mwako kama umewahi kupunguka kumpenda Mungu kwa namna yote ile, leo upate neema ya kutubu katika jina la Yesu. Shetani anatumia hicho. Wakati wa majaribu ndio wakati wa kujipima kama kweli Mungu unampenda kweli. Maana majaribu yakija, yatakutenga na watu ambao walikuwa wanakusaidia. Jaribu likija, inaweza ukawa hata biashara, fedha zikaondoka, kila kitu kikaondoka, kila kitu kikapangaranyika, ukajikuta umebaki peke yako. Hicho ndicho kipindi cha kujipima. Nimewahi kumpenda Mungu kweli? Mwingine mpaka anamtukana Mungu. Mwingine anafarakana na Mungu. Mwingine anaamua kuacha hata wokovu, anaamua kwenda kuwa mlevi tu. Yeye akatuambia miaka yetu imeliwa na nzige, inakwenda kurejeshwa katika jina la Yesu. Amina. Wangapi anaamini neno hilo? Amina. 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 Unaweza ukasimama taratibu hapo ulipo. Simama kwa miguu yako. Yes. Nataka hapa hapo ulipo inua mikono yako juu. Hapa hapo ulipo inua mikono yako juu. Nimesema leo nataka kila mmoja aombe. Tumeomba kwa ajili yako sana. Kama ningepata wimbo wa kuabudu wa taratibu sana, utanifaa sana. Hata mtu mmoja ama wawili wanaweza wakatosha. Tukamwabudu Mungu kwa dakika chache, ili kila mmoja apate muda wa kuomba. Na mikono yako juu, funika macho yako. Asante Bwana. Tunapokwenda kumwabudu Mungu, kumbuka nimekuambia tunakwenda kushughulika na viti vya enzi. Ni maombi ya vita. Hatuwezi kwenda kupigana kama ndani huku hatuna nguvu za kutosha. Mwabudu Mungu katika roho na kweli, ili akujaze nguvu.
Asante Bwana. Bila wewe Yesu mimi siwezi jambo lolote. Bila wewe mimi siwezi, mimi siwezi. Na mikono yako juu, funika macho yako. Jambo lolote bila wewe Yesu mimi siwezi neno lolote bila wewe. Mwambie tena, mimi siwezi, mimi siwezi jambo lolote, jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi, mimi siwezi neno lolote, neno lolote bila wewe Yesu. Yes. Ndio Bwana. Yesu. Na umefunika macho yako, nataka niulize swali hili. Wakati umefunika macho yako, natamani kuuliza hili swali. Wakati umefunika macho yako na umena mikono yako juu, natamani kuuliza swali hili. Ndani mwako ushirika na Mungu ukoje? Ndani mwako. Mbaji, Mungu abariki. Tulia tu. Roho Mtakatifu anasema na watu hapa. Tulia tu. Ni kitu gani kimekukutoa kwenye mahusiano na Mungu wako? Ulikuwa unaomba, viwango vyako vimeshuka. Ni kitu gani imekutoa? Ndani mwako ushirika wako na Mungu ukoje? Je, kiwango chako cha kumpenda Mungu bado kimejaa? Au kuna namna kimepunguka? Imefikia mahali mpaka unajisi kana kwamba wokovu ilikuwa ni bahati mbaya. Ni heri usingeokoka. Maana baada ya kuokoka kama vile kila kitu kimeharibika. Amani imeondoka, furaha imeondoka. Yamekuwa ni majonzi tu. Yamekuwa ni masikitiko tu. Ghafla ukajikuta ushirika wako na Mungu unapungua. Kama kuna mtu kama huyu, nataka niombe naye hapa, nikusaidie. Mungu akuongezee nguvu ya kusonga mbele. Nitakuomba usogee taratibu. Kama uko mahali hapa ndani mwako unajisikia ushirika wako na Mungu umepungua, sogea mbele, usiogope.